Taifa gani linaloweza kuwafanyia wananchi wake maonevu ya namna hiyo? Serikali gani ambayo inaweza kuwafanyia wananchi wake maonevu ya namna hiyo? Hata kama mnawadharau wa Tanzania kwa namna gani, hamwezi kuwafanyia uhuni wa namna ile. Kashfa nyingine ni hapa juzi hapa, kashfa kubwa ya kuiba fedha za wastaafu katika mfuko wa hifadhi ya jamii wa PSSF kwa kisingizio cha kujenga uwanja wa ndege wa Serengeti Airport wenye thamani ya bilioni 362.47. Bodi ya PSSF ilipogoma kuidhinisha mradi huo tarehe 24 Aprili 2026, ambapo ni baadhi ya siku 20 tu kupita, tarehe 14 Mei 2026 bodi hiyo ilivunjwa, lakini mkurugenzi wake aliachwa aendelee. Lakini zipo taarifa za uhakika kwamba bodi hiyo ilikataa kuidhinisha mradi huo kwa sababu inaona kabisa kwamba hauwezi kurejesha fedha kwa wakati na hivyo kuathiri ukwasi wa mifuko na kuhudumia wastaafu. Sababu nyingine ni kuwa miradi mingi ambayo kwamba mfuko una miradi mingi sana ambayo haifanyi vizuri na kurejesha fedha za wastaafu. Kwa hiyo miradi mingi ambayo iko mingi tu ambayo iko njiani. Kwa mfano sasa hivi wako wanatekeleza mradi wa mkutano wa ICC Arusha, ujenzi wa ukumbi wa mikutano kule ICC Arusha wa zaidi ya shilingi bilioni 350. Wanajenga mradi huo haujaisha. Bodi inahoji sasa, huu mradi mkubwa haujaisha, tunaingizaje tena fedha za wastaafu tena kwenye mradi mwingine wa zaidi ya bilioni 350 tena? Jengeni huu mradi kwanza muumalize, afu ndio tuchukue miradi mingine. Lakini bado bodi hii inasemekana kwamba wanadaiwa na TRA zaidi ya bilioni 800. Wanahoji sasa, hizi commitment tulizo nazo tunaendaje kujenga uwanja mwingine? Tukamilisheni huu kwanza. Hizi fedha za wastaafu tusitapanye kwa namna hiyo, itakuja kutuletea matatizo makubwa. Lakini kama hiyo haitoshi, hivi mnawezaje kwenda kujenga uwanja kule Serengeti wakati hata uwanja tu wenyewe wa Mwalimu, uwanja ule wa Mwanza Airport, leo miaka 5 ujenzi wake haujakamilika, ukarabati wake haujakamilika. Leo tunaenda kuanzisha ujenzi mwingine Serengeti kwa faida ya nani? Kwa ajili ya nini? Kama sio upigaji wa fedha za umma na kufilisi hii mifuko. Lakini taarifa zilizopo ni kwamba mkurugenzi mkuu wa PSSF anatuhumiwa kuiondoa management, ikiwemo mkurugenzi wa uendeshaji, mkurugenzi wa uwekezaji, mkurugenzi wa sheria na manager wa sheria na mkurugenzi wa fedha bila idhini ya bodi ya wadhamini katika bodi hiyo. Kwa hiyo kuna sarakasi nyingi. Wastaafu wa nchi wanapitia kipindi kigumu sana. Mara baada ya kustaafu kutokana wanacheleweshewa mafao yao. Kwanza wanawekewa makato mengi ambayo hayana sababu. Sasa hivi tuko tunahangaika na kikokotoo. Kila siku kikokotoo. Kumbe fedha za umma, fedha za hawa wastaafu wanapochanga zinaenda kwenye mfuko, zinakuwa ni mali za watu binafsi. Wanazichezea wanavyotaka. Leo hii ukienda PSSF ukawaomba miradi walioitekeleza na matokeo yake uombe assessment yake ya return on investment, utasikitika. Miradi mingi haifanyi vizuri, miradi mingi imetelekezwa, miradi mingi hairudishi fedha za mfuko. Alafu mnataka leo tena mkajenge mradi mwingine na hamtaki kuambiwa, na mkitaka kukatazwa kidogo tu hiyo bodi ifutwe. Sasa wahitaji hawa wastaafu wetu wengi wanaostaafu, wengine wanapoteza maisha. Kila leo anafuatilia, mara anaambiwa bana, unajua hela zako hazikuingia kwenye mfuko, mara sijui kuchangia, mara sijui barua uandike wapi. Wanafuatilia wengine mpaka wanapoteza maisha. Mara wanaingiziwa mambo mengine ya kikokotoo na vitu vingine. Fedha zinatumika vibaya. Lakini tuhuma zingine mnazikumbuka kama tuhuma ya sukari ya mwaka 2024. Ilikuwa kashfa ya wazi. Serikali ikapoteza zaidi, wananchi wa Tanzania tukapoteza zaidi ya trilioni 1.5 katika kashfa hiyo. Lakini kwa sababu nchi ilishazoea kuibiwa, watu waliona sawa tu. Tuhuma ya wizi kutoka katika uingizaji wa mafuta dizeli na petroli ambayo inaruhusiwa tu kupandishwa bei kiholela tu. Leo kama nilivyosema, katika hii miezi mitatu hii
makato ya shilingi 1200 yanaenda kwenye mfuko wa nani, wakati wanunuzi wetu wanaoagiza mafuta nje ya nchi waliyanunua kwa bei nafuu? Hizo fedha wameruhusiwaje wakate wananchi shilingi 1200? Na kama nilivyosema kule nyuma kwamba leo mafuta yameshuka bei, hakuna mtu anayekaimbia haraka haraka kutuambia kwamba bei ya mafuta imeshuka. Wananchi wanaendelea kutozwa tu licha ya bei ya mafuta kushuka kwenye soko la dunia. Lakini tuhuma zingine za kutisha ni katika usambazaji wa mbolea, ambapo katika usambazaji wa mbolea hapo katika kipindi cha miaka mitano zaidi ya trilioni 1, matumizi yenye mashaka zaidi ya trilioni 1 zimetumika. Lakini namba inayofuata ni tuhuma zilizokithiri za utakatishaji wa fedha haramu nchini, ambako nchi yetu imeingia kwenye orodha ya nchi oevu katika utakatishaji wa fedha haramu duniani. Pia miamala shuku, suspicious transaction, imeongezeka maradufu kutoka shilingi trilioni 122 mwaka 2022 hadi trilioni 280 mwaka 2023 na kufikia trilioni 463 mwaka 2000.